So yapo matukio ya damu katika vizazi. Haya ni madhara, laana au mfululizo wa uovu kwenye kizazi au koo au mji au taifa, ambayo yanatokana na damu zilizomwagika za watu ama damu za wanyama. Inategemeana na tukio lilikuwa linakusudiwa kwa ajili ya nini. Nchi inaweza ikalaniwa, watu wanaweza wakalaniwa kwa sababu ya damu. Tunaona kwenye kitabu kile cha Mwanzo 4:8 hadi 10, Mungu anamlaani Kaini kwa kosa la kumuua ndugu yake. Anamwambia Kaini, anamlaani. Sasa analaniwa Kaini kuanzia mstari 11 hadi 12. Anaambiwa kwa habari ya amelaniwa katika ardhi kwa sababu damu ya Abili ilimwagika ardhini na ardhi ikapokea damu. Manake ardhi inapopokea ile damu, inapopokea ile dhabihu ya damu, inapopokea ule mwili wa mtu aliyekufa au sadaka iliyotolewa kwenye ardhi, inaanza kunena ile damu. Ile damu inakuwa inanena, ile damu inakuwa inaongea. Tunaona Kaini baada ya kumuua ndugu yake Abili, damu ilianza kulalamika mbele za Mungu. So Mungu anamlani Kaini, anasema nchi isimpe mazao, na pia akamfukuza kwenye uso wa nchi, awe mtoro, akose ulinzi wa kimungu, kwa akawa mtu asiye na kikao. Sasa hukumu ya damu inatokana na nini? Inatokana na matukio ya kumwaga damu isiyo na hatia. Kwa kuna laana au matamko au maapizo au maneno ambayo yanapotamkwa kiroho yanakuwa yanabaki kwa kizazi na kizazi. Tuliona mfano wa waraka wa pili Samueli 3:28 mpaka 30. Daudi alimlaani Yoabu aliyemuua Abneri, akamlaani, akazungumza katika nyumba ya Yoabu isikose mtu asiyetokwa na damu, mwenye ukoma au mwenye kuanguka kwa upanga au mwenye kuhitaji chakula. Unaona? So Yoabu alimuua Abneri kwa malengo yake binafsi, ama alipize kisasi kwa ajili ya ndugu yake ambaye alikufa kule kwenye vita. Lakini Daudi hakumwangalia Abneri kama adui. Alimuona Abneri kama kiongozi wa jeshi la Bwana ambalo ni Israel. So kwa Mungu na kwa Daudi, Israel aliwaona kama ni taifa lililowekwa wakfu na Mungu, sawa sawa na alivyomwambia Musa kwamba hii ni taifa teule, watu wa milki ya Mungu, ukuhani wa kifalme. So manake unapochukua hatua yoyote ya kumhukumu mtu anayetokana na taifa hilo la Israel, it means unachukua nafasi ambayo sio ya kwako. Manake unapindua na kutangua ile mamlaka, oda ya kimungu. Tukaona tena
kijana Mwamaleki ambaye alimuua Sauli vitani, kisha akaleta habari kwa mfalme Daudi, kwa Daudi kwamba amemuua. Huenda alifikiria atapandishwa cheo au ataonekana shujaa. Lakini Daudi akamwombolezea Sauli, akamwambia haukuogopa kumgusa Masihi wa Mungu, haukuogopa kugusa mfalme aliyepakwa mafuta na Mungu mwenyewe, haukuogopa. Sasa kuna matukio ya damu, mfano kuua watumishi wa Mungu. Kuua watumishi wa Mungu kunaleta laana ya moja kwa moja, kuanzia mtu aliyehusika, muhusika, nyumba yake, kizazi chake, mji ambao tukio limetendeka, au taifa kwa ujumla. Tunaona wakati wa nabii Elia kulikuwa kuna mauaji ambayo yalikuwa yanaongozwa na Yezebel, Malkia, mke wa mfalme Ahabu. Alikuwa akiwinda watumishi wa Mungu na kuwaua wale ambao wapo kinyume na ibada zake za sanamu, ama wapo kinyume na mfumo wake wa uongozi. Tunaona hata Elia alitumiwa waraka, alitumiwa barua ya kwamba atauawa, mpaka Elia akakimbia. Lakini tunakuja kugundua kuna tukio moja ambalo lilitokea. Yezebel Ahabu alitaka shamba kwa mtu fulani, ambaye yule mtu akakataa kumuuzia ile shamba. Akataka wabadilishane, akakataa. Lakini Ahabu aliporudi nyumbani amehuzunika, mkewe akajua shida ya mmewe ni kwa sababu ya shamba. Biblia inasema akamshauri, akamwambia, wewe ni mfalme wa nchi yote, huwezi kulilia shamba na mtu ambaye yuko chini ya uongozi wako. Akamwambia atulie, ale chakula, na yeye atafanya atakachokifanya. Kesho yake akamtengenezea njama yule ndugu aliyekuwa na shamba, wakamuua. Alafu akampa lile shamba, mfalme akamwambia mfalme achukue ile shamba. Ngoja nisome hiki kisa kidogo, alafu tuone madhara yatokanayo na umwagaji wa damu isizo na hatia. So Biblia inasema baada ya hayo Naboth, Wafalme wa Kwanza sura 21. Naboth Myezreeli alikuwa na shamba la mizabibu katika Yezreeli, karibu na nyumba ya kifalme ya Ahabu mfalme wa Samaria. So Ahabu akasema na Naboth, akamwambia, nipe shamba lako la mizabibu nilifanye shamba la mboga, maana ni karibu na nyumba yangu, nami nitakupa badala yake shamba la mizabibu zuri zaidi. Nabothi akamwambia Ahabu, Bwana apishe mbali, nikupe wewe urithi wa baba zangu. Basi Ahabu akaenda nyumbani kwake, ana moyo mzito, tena amekasirika kwa sababu ya neno lile aliloambiwa na Naboth Myezreeli. Akajilaza kitandani pake, akageuza uso wake, akakataa kula. Yezebeli mkewe akamwendea, akamwambia, kwa nini roho yako ina huzuni hata usile chakula? Akamwambia, kwa sababu nimesema na Naboth Myezreeli, nikamwambia, unipe shamba lako la mizabibu kwa fedha, au ukipenda nitakupa shamba la mizabibu lingine badala yake. Akajibu, sitakupa shamba langu la mizabibu. Yezebeli mkewe akamwambia, je, sasa wewe unaumiliki ufalme wa Israeli? Ondoka ule chakula, moyo wako ufurahi. Mimi nitakupa shamba la mizabibu la Naboth. Ahabu amuulize mkewe,
kwa namna gani atampatia lile shamba. Yeye akakubali tu. Sasa Biblia inasema na yule mwanamke Yezebeli akaandika barua kwa jina la Ahabu. Yezebeli akaandika barua kwa jina la Ahabu. That was a very big mistake kwenye ufalme wa Ahabu. Sio kila matukio maovu ndani ya nchi aliyafanya Ahabu, lakini aliruhusu mkewe awe anatumia jina lake, anatumia mamlaka yake kufanya maovu. So roho ya Jezebel ni roho ambayo inashawishi uovu kwenye mamlaka, inashawishi wakuu wafanye maovu kinyume cha Mungu, inatumia vibaya mamlaka kupotosha haki, kuonea, kuua. Sasa Yezebeli akaandika nyaraka akasema, pigeni mbiu. Anaambia pigeni mbiu, pigeni mbiu. Anawaambia wale watu wapige mbiu ili waweze kufanya nini? Kumtengenezea zengwe. Waweze kumtengenezea njama yule Naboth. Wakamchukua nje ya mji, wakampiga kwa mawe hata akafa. Wakampelekea Yezebeli habari, wakasema Naboth amepigwa kwa mawe, amekufa. So Yezebeli aliposikia habari hizo, Yezebeli akamwambia Ahabu, inuka, ulitamalaki shamba la mizabibu la Naboth Myezreeli alilokataa kupa kwa fedha, maana Naboth ako hai lakini amekufa. Ahabu badala ya kuhoji akaendea lile shamba. Hajui lile shamba analoenda kulitamalaki ni la mtu ambaye damu yake imemwagika. Kwa hukumu iliyokuja juu ya Ahabu ilitokana na sauti ya damu ambayo ilimwendea Mungu kwanza, na Mungu akamtuma nabii Elia kwa ajili ya kutangaza hukumu. Angalia, Biblia inasema mstari wa 17, neno la Bwana likamjia Elia Mtishbi kusema, ondoka, ushuke ukutane na Ahabu mfalme wa Israeli akae katika Samaria, yuko katika shamba la mizabibu la Naboth, ndiko alikoshukia ili alitamalaki. Ukamwambie ukisema, Bwana asema hivi, je, umeua ukatamalaki? Sikia hilo neno, je, umeua ukatamalaki. Umemwaga damu ili umiliki. So kuna watu wanamwaga damu ili wamiliki. Wengine wanaua ndugu zao ili wawe matajiri. Wengine wanaua wanyama, wanatoa dhabihu, sadaka ili wawe unapopewa maagizo labda ya kiganga, au unaenda unaambiwa tambika, lakini lete mnyama, lete mbuzi, lete ng'ombe. Kuna watu wengine wanatoa kafara mbalimbali ili watamalaki. Nawe utamwambia kusema, Bwana asema hivi, mahali pale mbwa walipoilamba damu ya Naboth, mbwa watailamba na damu yake. Mbwa watailamba na damu yake. Mbwa watailamba na damu yake. Elia anapewa neno la Bwana. Anapewa neno la Bwana. Akamwambie Ahabu kwamba kwa kuwa umeua ili umiliki hilo shamba, mbwa atailamba damu yako na damu yako. Ahabu akamwambia Elia, je, umenipata ewe adui yangu? Akamwambia, nimekupata kwa sababu umejiuza. Kwa sababu umejiuza.
Asa umejiuza nafsi yako umejiuza utende mabaya machoni pa Bwana. Angalia, nitaleta mabaya juu yako, nami nitakuangamiza kabisa. Nitamkatia Ahabu kila mume aliyefungwa na aliyeachwa katika Israeli. Nasikia Mungu analani nyumba ya Ahabu yote kwa sababu ya uovu wa Ahabu. Zipo familia ambazo leo zinapitia mateso kwa sababu ya baba. Baba alikuwa akishika njia za uovu kwa ajili ya mali. Anafanya matambiko, anaenda kwa waganga. Kuna matokeo, hukumu ya yale matokeo ipo. Watoto watateseka, wajukuu watateseka, vizazi vitakuja vitapitia laana ambayo inatokana na tamko ama inatokana na nini? Sheria ya Mungu imesema nini juu ya dhambi ya namna hiyo? Biblia inasema mstari wa 25, lakini hapakuwa na mtu kama Ahabu aliyejiuza atende maovu machoni pa Bwana, ambaye Yezebeli mkewe alimchochea. Akachukiza mno kwa kuzifuata sanamu sawasawa na yote waliofanya Waamori. Bwana aliwafukuza mbele ya wana wa Israeli. Ahabu alipoyasikia maneno yake, akayararua mavazi yake, akavaa mavazi ya magunia mwilini mwake, akafunga, akajilaza juu ya magunia, akaenda kwa upole. Now you see, Ahabu aliposikia akalia, maanake alitubu, alionyesha moyo wa toba. So Mungu hakuondoa ule uovu kwa Ahabu, isipokuwa alisema maneno haya: huoni jinsi Ahabu alivyojidhiri mbele yangu? Basi kwa sababu ni amejidhiri mbele yangu, amejinyenyekeza, amejishusha, sitaleta yale mabaya katika siku zake, ila katika siku za mwanawe nitayaleta mabaya hayo juu ya nyumba yake. You see? Ile laana inangojea mtoto. Alikosea baba, lakini ile laana inangojea mtoto. Kuna mambo ambayo alifanya mababu kwenye familia, lakini yale mambo yanangojea uzao, yanangojea watoto. Na Ahabu hata alipokuja kufa vitani, Ahabu alipokuja kufa vitani, nini kilitokea? Ukisoma maandiko, Biblia inasema baada ya Ahabu kufa, wakaliosha, wakachukua mwili wake kwenda Samaria, wakamzika huko. Lakini Biblia inasema wakaliosha gari penye birika la Samaria, na mbwa wakalamba damu yake. Basi ndipo walipooga makahaba sawasawa na neno la Bwana alilonena. Wakaliosha gari penye birika la Samaria. Lile birika la Samaria walikuwa ni mto, tuseme ni kama sehemu ya kuoga na kuogelea. Ndipo walipooga makahaba. Makahaba walikuwa wakienda kuoga pale sawasawa na neno la Bwana alilonena. Sasa nao Ahabu amekufa, uovu na laana inasubiri mtoto wake. Ahabu amekufa, lakini Ahazia anakuja kukutana na uovu ambao alitangaziwa baba yake. Biblia inazungumza Ahazia mwana wa Ahabu alianza kutawala juu ya Israeli huko Samaria katika mwaka wa 17 wa Yehoshafati. Akatawala miaka 2 juu ya Israeli.
akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana, akaendea njia ya babaye na njia ya mamaye na njia za Yeroboamu mwana wa Nebati aliyewakosesha Israeli, akamtumikia Baali, akamwabudu, akamghadhibisha Mungu wa Israeli kwa mfano wa mambo yote aliyoyafanya baba yake. So utagundua tena Eliya alimtangazia hukumu Ahazia. Sababu Biblia inasema baada ya Ahabu kufa, Moabu akawaasi Israeli. Ahazia akaanguka katika dirisha la chumba chake cha ghorofa, akaugua. Akatuma wajumbe waende wakamuulize Baal-zebub, mungu wa Ekroni, kwamba atapona ugonjwa huu. Lakini malaika wa Bwana akamwambia Eliya Mtishibi, ondoka uende ukaonane na wale wajumbe wa mfalme wa Samaria, ukamwambia, je, ni kwa sababu Samaria, ni kwa sababu hapana Mungu katika Israeli, hata mnakwenda kuuliza kwa Baal-zebub mungu wa Ekron? Basi sasa Bwana asema utashuka katika kile kitando cha kipanda, bali hakika utakufa. Eliya akaondoka. Wale wajumbe wakamrudishia habari kwamba kile kitando cha kipando utakufa. Akawaambia, je, mtu yule aliyetokea akawaambia maneno hayo alikuwa mtu wa namna gani? Wakampa muonekano wake, shuka la ngozi, alikuwa amevaa vazi la manyoya. Akasema ndiye yule Eliya Mtishibi. Ndipo tunaona akaanza kutuma maaskari na waende kumleta Eliya, lakini Eliya akawa anashusha moto mpaka baadaye Mungu akamwambia Eliya aende. Lakini Biblia inasema Wafalme wa Pili 1:17, basi akafa sawasawa na neno la Bwana alilonena Eliya, na Yoramu alianza kutawala mahali pake mwaka wa pili wa Yehoram mwana wa Yehoshafati mfalme wa Yuda, kwa kuwa yeye hakuwa na mwana. Na mambo yote yaliyofanya yaliyosalia aliyofanya Ahazia jaya kuandika katika. So now you can see the generational curse through the bloodline, kwa sababu ya damu ya mtu mmoja anaitwa Naboth. Uovu wa baba unapelekea mauti, inawatesa kizazi kilichobaki. Angalia leo nataka niongeze kitu. Ezekiel 16. Ezekiel 16. Neno la Mungu linasema, neno la Bwana likanijia tena kusema, mwanadamu, ujulishe Yerusalemu machukizo yake, useme, Bwana Mungu auambia Yerusalemu hivi, asili yako na kuzaliwa kwako kwatoka katika nchi ya Mkanani. Mwamori alikuwa baba yako, na mama yako alikuwa Mhiti. Na katika habari za kuzaliwa kwako, siku ile uliozaliwa, kitovu chako hakikukatwa, wala ukuoshwa kwa maji usafishwe, hukutiwa chumvi hata kidogo, wala hukutiwa katika nguo. Hapana jicho la kuhurumia ili kukutendea lolote na mambo hayo kwa kukuhurumia, lakini ulitupwa nje uwandani, kwa kuwa nafsi yako ilichukiwa katika siku hiyo zaliwa. Listen. Biblia inasema ujulishe Yerusalem, 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 ujulishe Yerusalem. Ni mji mkuu wa Yuda, ambao hawa ni mojawapo ya makabila yale 12 ya Israeli waliojitenga, ikawepo Israeli ya kaskazini na Israeli ya kusini. Anawaambia asili yako na kuzaliwa kwako kwatoka katika nchi ya Mkanani. Manake Israeli kama taifa limeirithi nchi ya Kanani, ambayo ni nchi ya Mkanani, na Mkanani alikuwa ni mtu ambaye ni mwabudu sanamu kwa asili. Wenyeji wa nchi ya Kanani walikuwa wanaabudu sanamu, ambaye Mwamori alikuwa baba wa Kanani na Mhiti alikuwa mama wa Kanani. So maana yake, kwa nini Mungu alikuwa anawaambia Waisraeli wanapoingia katika nchi ya Kanani wasichangamane au wasichangamane na wasishirikiane
na Wakanani katika mambo yao yoyote yale. Waliwaambia wasichangamane nao. Kwa sababu gani? Waliwaambia wasichangamane nao kwa sababu wale watu walikuwa wanaabudu miungu, wanaabudu sanamu ambayo ilikuwa ni machukizo mbele za Mungu. Kwa hiyo Mungu aliilani nchi. Taifa linaweza likalaaniwa, taifa linaweza likaingia katika uovu kwa sababu ya ibada za sanamu. Ibada za sanamu, matambiko, kufanya machukizo mbele za kuasi mamlaka ya Mungu. Taifa linapoasi mamlaka ya Mungu na kujiingiza katika ibada za miungu migeni, ibada za sanamu, zinasababisha laana. Zinasababisha laana. Mungu anaipiga dunia. Biblia inasema kwenye kitabu kile cha Malaki sura ile ya 4, naye ataigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto na mioyo ya watoto iwaelekee baba zao, ili sije nikaipiga dunia kwa laana. Ukisoma sura ile ya pili, nadhani kama sikosei, sura ya 3, Biblia inazungumza kwa habari ya taifa hili. Anasema, ninyi mmelaaniwa kwa laana, maana mnaniibia mimi, na taifa hili lote mmelaaniwa kwa laana kwa sababu mnaniibia. Ona, taifa linapolaaniwa manake ni kwamba kwanza ulinzi wa Mungu unaondoka juu ya nchi, uchumi haukui, afya, elimu, hakuna baraka. Yaani baraka ya kimungu inapoondoka katika nchi au taifa au mji au mkoa au familia, manake Mungu anaondoa ulinzi wake wa kimungu kwa watu. Neno la Mungu linasemaje? Biblia linasema kwamba heri watu ambao Bwana ni Mungu wao. Kwa sababu unapojihusisha katika uovu wowote, kosa lolote la kumwaga damu, ama una maarifa na unachokifanya ama hauna maarifa na unachokifanya, madhara yake ni ya kizazi na kizazi. Kosa moja ambalo unaweza ukalifanya au mzazi akalifanya bila maarifa linaweza likapelekea madhara. Linaweza likapelekea madhara kwa kizazi na kizazi. Ambayo hii watu wengi hawaelewi madhara yake. Watu wengi hawaelewi madhara yake. Watu wengi hawaelewi madhara yake. Damu ni mlango wa hukumu, ama ya kimungu ama ya kishetani. Biblia inasema wakati wana wa Israeli wanataka kutoka Misri, usiku ule Mungu alitoa maagizo. Anasema Kutoka 12:7, nao watatoa baadhi ya damu yake ili kuitia katika miimo ya miwili na vizingiti, katika kizingiti cha juu, katika zile nyumba watakazomla. Watakula nyama yake usiku ule ule, imeokwa motoni, pamoja na mkate usiotiwa chachu. Okay. Biblia inazungumza kwa habari ya kupaka damu kwenye miimo, ambayo mstari wa 13 unasema, na ile damu itakuwa ishara kwenu katika
ziwe nyumba mtakazokuwamo, nami nitakapoiona ile damu nitapita juu yenu, lisiwapate pigo lolote likawaharibu nitakapoipiga nchi ya Misri. Damu ile ya mwanakondoo aliyechinjwa ilikuwa ni ishara ya Pasaka wa Mungu. Ilikuwa ni ishara ya Kristo ambaye ndiye aliyekuwa amepata hadhi, heshima, vigezo vya kuibeba dhambi ya Waisraeli, kwa sababu Mungu anaposhuka kuipiga nchi kwa laana ama kwa mauti, manake ile dhambi hainaga wewe ni Muislamu. Dhambi ni dhambi tu. Kwa Mungu alipoiona ile damu, malaika wa mauti alipokuwa akiona ile damu kwenye miimo au kwenye milango ya Waisraeli, aliwastai, akuwaua. Sasa nikianza kuzungumzia nguvu ya damu ya Yesu dhidi ya hukumu za kipepo, tutaona vitu vingi sana kwa ukubwa. Lakini can see damu ya mwanakondoo ni damu hiyo hiyo ilikuwa inawakinga wana wa Israeli na dhidi ya hasira ya Mungu, but at the same time damu hiyo hiyo ilipitisha hukumu kwa wana wa Misri. Biblia inasema kwa wazaliwa wa kwanza, anasema ya kwamba maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, wa mwanadamu na wa mnyama, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. So Mungu anatumia damu ya mwanakondoo kupitisha uhalali wa kuwahukumu wa Misri, at the same time kupitia damu ya mwanakondoo uhalali wa kuwasamehe wana wa Israeli. So kupitia damu ya Yesu maadui zetu wanaweza kuhukumiwa, lakini pia dhambi yetu inafunikwa, ina ondoleo la dhambi. Tumenunuliwa kwa bei ya mauti, kwa bei ya damu ya Yesu Kristo. Hakukuwa na fedha wala gharama yote ambayo ingeweza kutosha kutununua au kutuokoa na uovu na hasara na uharibifu ambao Mungu aliukusudia kwa ajili ya dunia. Lakini kupitia damu ya Yesu Kristo, ule uovu umeondolewa kwetu, ile mauti imeondolewa kwetu, yale madhara imeondolewa kwetu, ile laana imeondolewa kwetu, na tunatangaziwa uzima kinyume cha mauti, tunatangaziwa afya kinyume cha magonjwa, tunatangaziwa amani kinyume cha machafuko, kwa sababu ya damu ya mwanakondoo, kwa sababu ya damu ya mwanakondoo. Kafara ambazo zimemwagwa katika eneo unalokaa zinaweza zikasababisha uso wa Mungu uondoke hapo. Ulinzi wa kimungu. Unaweza ukakaa sehemu ambayo unakuta sio wewe uliyefanya hizo kafara, sio wewe uliyekosea, sio wewe uliyekosea hayo mambo hata kidogo. Marata paradosko predica lebrutosko prahate lebritia lekadabosha hatarabakuria karaparadiga rodosetelia mando legeshate legeta bazia ta kuzelere brandelia gosobrahanda rapotoskopelede zizinime minaro kosupi aroto soneri kapali jete repo koladizetia. Wapo watu ambao wanaumia, wanapitia mateso kwa sababu ya uovu ambao sio wa kwao. Wanapitia maumivu makali kwa sababu ya uovu ambao hawakushiriki. Lakini kwa nini wanashiriki kwenye yale mateso? Wanashiriki kwenye yale mateso kwa sababu ile genealogy, ile bloodline, ile damu. Ndio maana hata unapoenda kupima hospitali, wakitaka kupima DNA wanachukua damu.
Wengine wanachukua kucha, nywele, lakini ile damu inaongea kuhusiana na kizazi ulichotokea. Wakipima magonjwa na angalia damu. So manake damu ni kama sample ya kuangalia hali ya mtu katika ulimwengu wa damu na nyama. Uhai wa mtu kama umeathirika huwa unaangaliwa kwenye damu. Uhai wa mtu kama umeathirika huwa unaangaliwa kwenye damu. Narudia tena, uhai wa mtu kama umeathirika huwa unaangaliwa kwenye damu. So now tunapotaka kushughulika na madhara au laana au uovu unaotokana na damu, lazima kuna mambo yanayotakiwa kufanyika au yanayotakiwa kujulikana yajulikane. Ni vizuri sana kufuatilia historia yako. Wewe ni nani? Umetokea wapi? Uzao wako ni wa watu gani? Ukoo wako wa kiroho ni wa watu wa aina gani? Eneo au kabila ulilozaliwa ni la watu wenye tabia gani? Na uangalie madhara au mabaya au uovu au laana na matatizo ambayo ni fuatilizi ya muda wote. Ukishajua hayo mambo, ndio unarudi sasa katika msingi wa toba na rehema. Unarudi katika msingi wa kubatilisha uovu kupitia damu ya mwanakondoo. Unarudi katika msingi wa ukombozi wa uchumi wako, wa nafsi yako, wa maisha yako, wa kizazi chako kupitia damu ya mwanakondoo, ili kufuta ile cycle ya uovu ambao unatakiwa kujirudia mara kwa mara kwenye maisha yako. Usipokuwa na ufahamu juu ya mambo yanayoendelea kwenye maisha yako, hauwezi kupata msaada au uponyaji. Kwa sababu uponyaji na ukombozi unaoanza kwenye maisha ya mtu, kwanza unatokana na ufahamu alionao. Ufahamu alionao. Unajua nini kuhusu yanayoendelea kwenye maisha yako? Mungu alimuuliza Kaini, anamwambia